na wasalimu hamjambo. Hatujambo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Nina furaha siku hii ya leo kuweza kujumuika pamoja nanyi, na kama sijasahau, ningependa niwakaribishe wageni kutoka sehemu ile nyingine ya 140, mjisikie mko nyumbani. Muweze kukaa makini, na naomba Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki sana. Leo, asubuhi ya leo, katika siku hii takatifu ya Sabato, Mungu amenijalia niweze kuandalia fundisho moja ambayo ni muhimu sana ningeweza kujifundisha, na ningependa tuweze kujifundisha kwa pamoja. Kama ilivyo kawaida, tunajua kwamba kuna vita inaendelea, na vita hii haijaanzia duniani, ilianzia mbinguni na ndio iko duniani, kiasi kwamba tungekuwa na macho ya kutazama tuweze kuangalia jinsi ambavyo vita hiyo inapiganwa, tungekuwa tunastaajabia sana, sababu ni vita kuu. Ni vita kuu kati ya shetani na Mungu, kati ya watakatifu na shetani. Na lengo kuu la vita hii ni ibada. Shetani anataka watu wa kumwabudu, na pia Mungu anataka watu wa kumwabudu yeye. Na shetani anatumia kila namna, kila njia aweze kuona kwamba amejizoelea watu wa kumwabudu yeye. Si kwa hiari, bali wengine kulazimishwa. Lakini Mungu anataka ujitolee moyo, kwa moyo mmoja uweze kumwabudu yeye. Kwa hivyo kuna vita ambayo inaendelea, ambayo inaitwa Great Controversy, ama pambano iliyo kuu. Na usipokuwa tayari ama usipokuwa makini, utajikuta katika hali ya kumwabudu shetani pasina kujua. Na leo ningependa kuangalia somo ambalo wengi wameweza kutatanika na somo hili, somo la umizimu. Kwa sababu tunajua kwamba katika nyakati zetu za mwisho, hasa wakati viongozi wa dunia hii wanang'ang'ana kuweza kuandaa jinsi ambavyo wataweza kuileta dunia kwa pamoja, wakuwe ni kitu kimoja. Yaani ina maana dunia ikuwe one world order, yaani ikuwe kitu kimoja, ikuwe na one currency, ikuwe na one mind, na ikuwe na one agenda, si ndio? Na kwa sababu hiyo shetani ana mikakati ya haraka haraka ya kuweza kuandaa watu wakuwe kitu kimoja. Na wakati shetani anafanya hivyo, watu wa Mungu je, wako na mikakati pia ya kuwa pamoja ili kuweza kumshinda? Hiyo ni swali ambalo tungeweza kujifundisha ama kujiuliza sisi wenyewe, tusije tukawa kwamba tuna matumaini lakini miili ama nguvu zetu ziko dhaifu. Kwa hivyo karibuni sana na Mungu awabariki. Ningependa uweze kutafuta nafasi, tuweze kupiga magoti, tuweze kualika uwepo wa Mungu, alafu tuanze somo. Tunaomba. Baba na Mungu wetu mwema, utupendaye upeo, tunasema asante asubuhi njema ya leo. Tunaazimia kuanza ibada ya leo kwa namna ya kipekee, kwa kualika uwepo wako na uwepo wa malaika watakatifu na uwepo wa Roho wako Mtakatifu. Utusaidie tunapojifundisha somo hili, sababu tunajua kwamba shetani ameweza kuweka mitego kila pahali, ikiwemo na umizimu, ili waweze kudanganya hata kwa yamkini walio wateule. Utusaidie kuweza kuelewa somo hili kwa kutufundisha sisi katika lugha nyepesi ambaye itakuwa ni rahisi kwetu sisi na watoto wetu kuelewa. Tunaomba hayo machache na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi. Amen. Karibuni sana.
na ningependa kuwauliza swali kwa sababu tuko na misingi. Kwanza msomaji, na ningeomba kama unaweza kunifungulia kitabu cha Methali 9 aya yake ni ya kwanza. Alafu ningeomba Brian, ikifika tu saa 4 kamili uweze kunifanya nini? Uweze kuni alert, alafu niweze kubisha somo lingine. Ayubu 9 aya yake ya kwanza inasemaje? Ayubu ama Methali? Methali. Nasema hekima umeijenga nyumba yake. Anasema kwamba hekima umeijenga nyumba yake. Amezichonga nguzo zake 7. Amezichonga nguzo zake 7. Na kanisa la Mungu liko na nguzo ngapi? 7. Moja ikiwa ni umizimu, si ndio? Hali ya nini? Wafu. Hali ya wafu. Tunastahili kujua hali ya wafu kwa sababu tunajua kwamba kuna deception inakuja kupitia katika hali ya wafu, kupitia kwa wafu waliokufa. Shetani anapanga mikakati aweze kudanganya watu kupitia kwa waliokufa, ndugu zetu, mababa zetu ama mama zetu walioaga zamani ama marafiki zetu. Na katika Biblia imeweka wazi kila kitu. Wafu wanapokufa wanakwenda wapi? Na wanakwenda wapi kwa sehemu fulani, kwa muda fulani, ili kisha kuna kitu ambayo itakuja kutendeka baada ya muda fulani. Ningependa tuweze kufungua kila mmoja katika Wathesalonike wa kwanza. Tuende kila mmoja katika Biblia yetu katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:13 na kuteremka. Neno la Bwana linasema, Naliseme, lakini ndugu, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Tuende. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, ndiyo, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Ndiyo. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai, ndiyo, tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Tuende fululiza tu mpaka mwisho. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Tunaambia kwamba neno la Mungu linasema kwamba kuna tumaini wakati umelala katika Yesu, na akasema kwamba sitaki msijue habari ya waliolala. Ina maana Biblia inataka kutufundisha ya kwamba watu wakifa wakiwa na tumaini wataweza kufufuliwa wakati wa mwisho, wakati Kristo atakaporudi. Na pia wale ambao watakuwa wamelala wakiwa waovu watakuwa wanalala wakingoja adhabu. Lakini sasa shetani wakati aliweza kupitia katika andiko hili, kataka kuleta sasa mtazamo mzuri tu kama vile Yesu atakaporudi, akataka kutumia hiyo kuwadanganya wale ambao hawana elimu ya Biblia. Ina maana gani? Shetani anapanga siku za mwisho kuweza kuleta dhana ama kuleta taswira kabisa, picha kama hii ambayo imeweza kuzungumziwa katika Wathesalonike wa kwanza
4 aya yake ni ya 13 kuteremka, ya kwamba Yesu atashuka pamoja na mwaliko wa malaika mkuu. Kwa hivyo ataweza kuigiza pia, atatengeneza igizo kama hilo ili aweze kudanganya watu, na isipokuwa kwamba utakuwa unaongozwa na Biblia na roho ya unabii, hautaweza kugundua. Na ndio unaona katika dunia ambayo tunaishi sasa, wengi wanatayarishwa. Ukiangalia katika mafilamu, ukiangalia katika maigizo yenye inaendelea katika dunia sasa, tunaona kwamba wengi wanaigiza mambo ya umizimu. Yaani tunaona katika filamu, katika mavideo ambazo ziko katika mitandao, zile hata yenye iko katika nyumbani yako kupitia kwa TV, tunaona ya kwamba shetani anatayarisha akili yako ili wakati atakuja kufanya agizo lenyewe, atakuwa ameshakutengeneza uamini ya kwamba wale ambao waliokufa zamani, wale waliolala mauti, wanaweza kuangalia, wanaweza kutazama, hata wanaweza kuzungumza na sisi. Kwa sababu unaangalia katika mafilamu, utakuta ya kwamba wale waliolala watakuja wafanye nini? Wazungumze na walio hai. Hiyo ndio mpango ya shetani. Na isipokuwa kwamba utasoma sana maandiko, utaweza kudanganyika kama na wengine wanavyodanganyika. Hebu nipatie kitabu cha Ayubu, alafu niweze kuingia katika roho ya unabii. Kitabu cha Mhubiri, Mhubiri 9 aya yake ni ya 5. Tujue ya kwamba waliolala mauti wanaweza kurudi katika hali ya kawaida ya wanadamu, ama mambo yao yamekwisha, ili tutakapoingia katika roho ya unabii tujue ya kwamba, tuweze kujifundisha ya kwamba waliolala mauti hawana chochote ama hawana kazi yoyote, na wale ambao bado wako nini? Wale ambao bado wako hai. Mnaangalia jinsi ambavyo shetani anaendelea kuandaa ulimwengu wake. Anang'ang'ana jinsi ambavyo ataweza kutuletea deception. Soma Mhubiri 9:5. Hata unaweza anza 4. Inasemaje? 4. Kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Ati kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Nataka tuweze kuangalia kila mmoja, uweze kuweka kwa akili yako. Tunaambia katika maandiko matakatifu, walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui nini? Hawajui neno lolote. Kwa hivyo utakapokufa, ujua ya kwamba hutajua neno yoyote katika dunia hii. Sasa tuendelee. Wala hawana ijara tena. Ati wala hawana ijara tena. Maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Ati hata hawatakumbuka chochote. Kumbukumbu lao limesahauliwa. Utakapokufa ujue mambo yako yamekwisha hapo. Utakuwa unaenda kulala katika usingizi ya mauti. Tuende? 6. Mapenzi yao na machukio yao. Tunaambia kwamba mapenzi yao na machukizo yao na usuda yao imepotea yote pamoja. Imepotea yote pamoja. Wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Sikiliza vizuri, wanasema kwamba wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya nini? Jua. Kwa hivyo waliolala, mtu akifa, tunaambia ya kwamba hawana jambo lolote, hawana kazi yoyote inayofanyika chini ya nini? Jua. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu wamekwisha kufa. Ukifa, mambo yako yameishia hapo. Hautakuwa na activity yoyote tena yenye inatumika katika dunia hii. Lazima utakuwa umelala katika hali ya mauti. Ni kwa nini Biblia imetuelezea hivyo? Unajua, mimi huwa nikisoma katika vitabu vya Katoliki, mimi huwa nafarijika sana, sababu ninaona shetani anazungumza kupitia maandishi ya vitabu vya Katoliki. Ukisoma tu
vitabu vya Katoliki utaweza kugundua mawazo ya shetani hata bila kusoma maandiko. Ukitazama mafundisho ya Katoliki yanaendana sambamba kabisa na jinsi ambavyo shetani amejipanga, kwa sababu utakuta kwamba katika kitabu chao cha Catechism wanasema kwamba mtu akifa wanaenda mbinguni, na ikiwa hajaenda mbinguni, akifa, ikiwa bado alikuwa na dhambi ndogo ndogo, lazima kwanza ataombewa, lazima kwanza atafidiwa aweze kuingia wapi? Kwa hivyo Biblia inatuambia mtu akifa mambo yao imeisha hapo. Mambo yao imeishia wapi? Hapo. Kwa hivyo faili yake imefungwa. Lakini kwa Katoliki, je, wanasema kwamba wakati mtu amekufa, wanasema kwamba ikiwa alikuwa na dhambi nyepesi, yeye atahitaji kuombewa ama kufidiwa aweze kununuliwa, aweze kuingia wapi? Mbinguni. Tunaona hiyo ni hali ya shetani kuweza kudanganya watu wasiweze kutubu, wasiweze kufanya matengenezo, ili wakati utakufa utadhani ya kwamba utakuja kufidiwa na wazazi wako, utadhani ya kwamba utakuja kufidiwa na marafiki zako. Hebu tuingie katika kitabu cha Early Writings. Andika Early Writings alafu tuweze kuangalia, tuende tukilinganisha Biblia na roho ya unabii katika Early Writings 87 paragraph 3. 87 paragraph 3 natuambia nini? Ama ni paragraph 2? Paragraph 3. Paragraph 2. Early Writings 87 paragraph 3. Nafikiri kuanzia tu, lakini nitasoma tu baadhi ya mambo ambayo yanahusikana na ni paragraph 4. I think ni paragraph 4. Ni paragraph, nafikiri paragraph 3. Wacha nione. Nafika 3 kweli? Ni 2. Ni Ni 2. okay. Nimesema 87. Aha, acha niangalie. Ni 87 paragraph 2. Iko tu, si ndio? Ya, asante. Ni hapo. Hapo. I saw that the saints must get a thorough understanding of present truth. Inasema I saw that the saints must get thorough understanding of the truth. Which they will be obliged to maintain from the scripture. They must understand the state of the dead. They must understand the state of the dead. For the spirits of devils will yet appear to them. For the spirits of the devils will yet appear to them. Yani tuseme aje, mapepo wabaya wataweza kujitokeza tena katika umbile la nani? La wanadamu. Tuende. Professing to be beloved friends and relatives, who will declare to them that the Sabbath has been changed. Also other unscriptural doctrines. They will do all in their power to excite sympathy and will work miracles before them to confirm what they declare. Achia hapo. Tunaambia kwamba yani watu wa Mungu wanalazimika kujua kwa ukamilifu na kuangalia jinsi ambavyo hali ya wafu ikoje. Kwa sababu tusiposoma hali ya wafu tutaweza kudanganyika pia. Na ndio ile andiko la Mathayo 24. Pia shetani atadanganya mpaka hata walio wateule. Wale ambao wamesoma neno la Mungu lakini hawajakaa katika neno hilo. Kwa hivyo
shetani ataweza kudanganya watu kupitia kwa hali ya wafu. Ataweza kuwaleta wale waliokufa zamani waweze kuingia katika umbile lao mpaka sauti yao, ili wakuje wadanganye watu kwamba sabato ya Mungu imefanywaje? Imebadilika, ikakuwa lini? Ikakuwa ni Jumapili. Hiyo ni pambano ambalo shetani ataweza kujipatia kipato sana, kwa sababu watu hawasomi hali ya wafu. Watu hawawezi kuexamine Biblia inasemaje. Watu hawaangalii roho ya unabii inasemaje. Wengi hata wanakataa mpaka na roho ya unabii waziwazi. Wengi wanasema kwamba vitabu vingine ni vya kazi gani, lakini tunajua kwamba hiyo ni hali ya udanganyifu wa shetani. Shetani anajua kwamba utakaposoma, utakapoelewa, utaweza kuepukana na hila zake na udanganyifu wake. Sasa hebu tuingie katika pambano kuu. Pambano kuu. Nafikiri sura ni ile ya 34. Katika sura ya 34 34. 34. Je, wafu wetu wanaweza kuongea? Katika paragraph 2 ambayo inaanza na fundisho la mwanadamu, na natumai kwamba tumebeba vitabu, si ndio? Isikuwe kwamba mnasomewa. Pia nyinyi mkiwa mnasomewa, itakapofika siku ya kusimama kutetea dini, kutetea imani yako, utaweza kuwezwa, kwa sababu isipokuwa tu kwamba kujifundisha mwenyewe, hautaweza kukua na udhabiti katika imani yako. Inaanza na fundisho la mwanadamu. Inasema hivi: fundisho la mwanadamu kuwa na utambuzi katika mauti, na hasa imani kuwa roho za watu kuja kuwahudumia watu walio hai, limeandaa njia ya umizimu wa kisasa. Inatuambia habari gani? Hivi kwamba unaelewa hilo nukuu? Inasema fundisho la mwanadamu kuwa na utambuzi katika mauti, na hasa imani kuwa roho za watu huja kuwahudumia watu walio hai, limeandaa njia ya umizimu wa kisasa. Kama watu wanaruhusiwa kuingia mbele za Mungu na malaika watakatifu na kupendelewa kuwa na maarifa juu ya kabisa kuzidi waliokuwa nayo kabla ya kufa, kwa nini wanarudi duniani kuwaelimisha na kuwafundisha walio hai? Hiyo ni swali ambayo mwandishi ameweza kuuliza. Ukiteremka hapo chini utagundua kuna njama ya shetani. Katika paragraph 3 inasema shetani ana uwezo wa kuleta mbele ya watu sura za marafiki zao waliokufa. Hapa kuna hatari. Tunaambia kwamba shetani ako na uwezo wa kuwarejesha mandugu zetu waliokufa waweze kuongea tena. Lakini hivi ni waulize, shetani kweli anaweza kuwaleta waliokufa zamani wakaongea na sisi? Wana matengenezo na wauliza swali. Hivi kweli shetani ana uwezo wa kuwarudisha wale mandugu zetu waliokufa zamani wakaongea na sisi? Kwa mwenye anaamini. Yeah. Jibu tu Amonje. Kwa hivyo si yeye ataleta tu, atatumia mapepo wabaya, atatumia malaika zake kuvaa sura ya wale waliokuwa zamani, ili ilete dhana kwamba ni wale kweli. Isipokuwa tu kwamba utakuwa unasoma Biblia ujue ya kwamba hakuna namna unaweza kuwasiliana na waliokufa zamani, utaweza kudanganyika, kwa sababu watakuja na umbile lile lile, watakuja na sauti ile ile, watakuja na ile tabia yenye walikuwa nayo wakiwa hai, na wataweza kukushawishi. Je, fulani, unajua ya kwamba wakati nilikufa, unajua ya kwamba nilienda mpaka mbinguni, nikagundua ya kwamba Mungu alisema ya kwamba aliweza kubadilisha sabato yake, sasa si Jumamosi imeenda Jumapili, sasa sijui usifanye hivi, hata si lazima ushike amri.
alafu kisha wale ambao hawasomi wataweza kudanganyika kwa urahisi. Sikiliza, inaendelea kutuambia hivi, mfano ni sawasawa kabisa. Yaani anasema shetani akiwaleta mandugu zetu, akileta wale relatives, marafiki zetu waliokufa, yaani mfano yao itakuwa ni sawasawa kabisa. Ina maana watakuwa wamewavaa kabisa, yaani sura ni ile ile, sauti ni ile ile, mpaka tabia na umbile ni lile lile la ndugu zetu waliokufa. Inaendelea kusema sura iliyoelezeka, iliyozoeleka, maneno na lafudhi, yaani sauti, vinatolewa kwa uwazi wa kushangaza. Wengi wanafarijika kwa kuwa na uhakika kwamba wapendwa wao wanawafurahia raha ya mbinguni. Sikiliza hapa, yaani watakuja watudanganya ya kwamba walienda moja kwa moja mpaka mbinguni, lakini Biblia imetuambia utakapokufa utazikwa, ungoje siku ya ufufuo. Iwapo utakuwa umelala katika Kristo, utafufuliwa pamoja na watakatifu wengine. Lakini iwapo umekufa na ulikufa ukiwa na uovu, ukiwa mtu ambaye alikuwa anatenda mabaya, utangoja kufufuliwa uweze kupelekwa katika hukumuni. Lakini shetani ana dhana nyingine, anahakikisha aweze kukutoa katika utaratibu wa Mungu, aweze kukuweka katika utaratibu wake. Nimewaambia kwamba kuna vita inaendelea na ni kati ya Mungu na shetani, na lengo kuu lao ni ibada. Shetani anataka kuabudiwa, naye Mungu anataka kuabudiwa kwa hiari, lakini shetani anataka kukulazimisha, na ndio unaona anatumia mitego ya aina nyingi kukuangamiza wewe na kuangamiza imani yako. Sikiliza, inaendelea kutuambia hivi, na pasipo kuhisi hatari wanatega sikio, ati usipokuwa uhisi hatari. Sasa wale ambao hawasomi Biblia, wale ambao unaona katika mazishi wa leo, unasikiliza kwamba fulani amekufa, tunajua kwamba kwa sababu tuko mazishi yake, ataangalia jinsi ambavyo watu wamehudhuria mazishi yake wakiwa wengi. Sijui wacha tumzike haraka aweze kuingia mbinguni asikose sapa. Mnasikiliza mambo kama hayo. Sasa shetani anajua kwamba amepata maksi hapo, atakuwa amepata maksi hapo. Sasa ikiwa sasa watu wanadanganya, sasa ikiwa watu wenyewe wamedanganyika kiasi kwamba wanasema kwamba maiti anawaangalia jinsi ambavyo mnalia, anaona jinsi ambavyo mlikuwa mnampenda, alafu arudi akunong'oneze, akufundishe, ni nini kitakutuma usiweze kumsikiliza? Tunaambia kwamba na pasipo kuhisi hatari wanatega sikio kwa roho za zidanganyazo na kwa mafundisho ya kishetani. Na wakanukuu hapo Timotheo wa kwanza aya ya 4, fungu la 4, aya ya 4 nafikiri fungu ya kwanza. Inaendelea kutuambia wakati wanapokuwa wameaminishwa kwamba watu waliokufa wanarudi halisi kuongea nao, shetani huwafanya wale waliokufa shetani huwafanya wale waliokufa bila kujiandaa watokee. Inasema nini hapo? Yaani shetani anawaandaa wale ambao walikuwa wanaendeleza hiyo deception ya shetani, hiyo udanganyifu kuu ya shetani, kwamba fulani akikufa bado ako na uwezo ya kuangalia boma yake. Sasa hata nielekea huko, sababu tunajua kwamba katika kila kabila, katika kila jamii kunakuwa na hali ya umizimu ya kila familia, si ndio? Kunakuwa na kila hali ya umizimu katika kila jamii, kila taifa na kila kabila katika dunia. Sitaki niende huko, kwa sababu nikienda hivyo hata naweza nikapoteza muda wangu bure hapo, sababu najua kwamba kila mmoja anajua kwamba wamedanganyika kiasi kwamba katika familia zetu wanasema kwamba kuna wale waliokufa lakini bado wanalinda boma, anaangalia mifugo yake,
anaangalia kama mmeuza shamba. Sitaki nielekea huko. Inatuambia hivi, inaendelea kutuambia hivi, na kwa njia hiyo kosa la kutokuwepo tofauti kati ya vyeo vya juu huko, na kwa njia hiyo kosa la kutokuwepo tofauti ya wenye haki na waovu litaenea kufundishwa. Wajifanyao kuzuru katika ulimwengu wa roho, wakati mwingine kutoa ushauri na maonyo ya kweli, na ndipo wakiisha aminiwa kuleta mafundisho ambayo huondoa moja kwa moja imani katika maandiko. Kwa muonekano wa upendo mkuu kwa ajili ya ustawi wa marafiki zao walioko duniani, wanaingiza polepole makosa ya hatari kubwa sana. Ukweli kwamba husema baadhi ya kweli fulani, na wakati fulani wanaweza kutabiri juu ya matukio fulani yajayo. Wanasipatia kauli zao muonekano wa kuaminika, na hivyo mafundisho yao ya uongo yanakubalika bila wasiwasi na watu wengi sana, na kuaminiwa kama yaliyo na maana, kana kwamba ni kweli takatifu za Biblia. Sheria ya Mungu inawekwa kando, roho wa neema anakataliwa, damu ya agano inahesabiwa kuwa kitu kichafu. Roho hizi hukataa uungu wa Kristo na hata kumweka muumbaji katika hali sawa na yao. Kwa hiyo, chini ya udanganyifu mpya kupitia umizimu, mwazi mkuu ambaye ni Shetani bado anaendeleza mapambano yake na Mungu. Alianzisha mbinguni, na kwa karibu miaka 6,000 yanaendelea duniani. Hali ya umizimu, hali ya umizimu. Kwa hivyo Shetani siku za mwisho ataweza kuangalia jinsi ambavyo watu wa Mungu wanasoma, watu wa Mungu wanajitahidi waweze kukua kikamilifu katika imani yao. Yeye kwa bidii yake ataweza kuitisha ushauri pamoja na mawakala wake, pamoja na malaika zake wabaya ambaye ni pepo wachafu. Ataweza kuitisha ushauri. Tutaweza kulikamataje kanisa hili la Kisabato? Tutaweza kuwaangusha kivipi kanisa hili ambalo wanashikilia amri za Mungu? Tutaweza kuwapenduaje imani yao? Wataweza kuigiza ujio wa Yesu kwa mara ya pili. Ataweza kuigiza. Kwanza atatangulia katika kuwatuma mandugu zetu. Kama babu yetu alikufa zamani, ataweza kumleta ili kukushawishi wewe, kiasi kwamba usipokuwa makini wataweza kukudanganya. Watakueleza fulani, wakati nilikuwa hai nilikuwa nakupangia hii, na nikaenda katika hali ya wale waliokufa, na baadaye nikapelekwa mbinguni, nikaweza kufundishwa na Mungu kwamba Mungu akona mpango hii na mpango hii kwako fulani. Alafu kisha uniambie ni nini kitakuzuia wewe usimsikilize? Ni babu yako kabisa, ni ndugu yako kabisa, ni mama yako kabisa, ama ni rafiki yako wa dhati kabisa, ndio amekutokezea. Sauti ni ile ile, sura ni ile ile, umbile ni ile ile, mpaka tabia ni ile ile. Ni nini kitakuzuia wewe usimsikilize? Ni nini kitakuzuia? Nataka tuende katika nukuu nyingine. Yaani habari hizi zote ziko wazi kabisa katika maandiko matakatifu. Katika maandiko matakatifu. Ukiangalia katika Review and Herald 9 mwezi wa 7 1911 inasema hivi, acha niwasomee. Kama umeandika uandike chini, alafu utaenda uangalie. Shetani anajipenyeza katika mioyo ya maelfu kwa kuja katika umbile la rafiki zao waliokufa. Narudia. Shetani anajipenyeza katika mioyo ya maelfu kwa kuja katika umbile la rafiki zao waliokufa. Ati anakuja katika umbile la marafiki zao waliokufa.
inaendelea kutuambia hii, hayo ni madanganyo yake. Hata hayo ni nini? Kwa hivyo utakapoona kwamba rafiki yako aliyekufa zamani amekutokezea katika ndoto au katika halisia kabisa ya maisha, ujua kwamba ni nini hiyo? Ujua kwamba hiyo ni madanganyo. Hiyo ni madanganyo ya shetani. Ujua kwamba utendaji kazi wa shetani imefanya nini? Imefika. Ujua kwamba umizimu umeanza. Inatuambia hivi, hayo ni madanganyo yake shetani yanayofanikiwa sana. Ati yanafanikiwa sana. Inasikitisha kweli. Yaani yanafanikiwa kwa wale tu ambao hawasomi. Usiposoma pia utaweza kuwa miongoni mwa wale wanaodanganyika. Inasema hivi, na kuipumbaza akili kwa kuyaangalia ambayo yamekusudiwa kuziguza hisia za huruma zilizomo ndani ya mioyo ya wale waliozika wapendwa wao katika makaburini. Malaika hao wabaya wanakuja katika umbile lile lile la wapendwa wale waliokufa na kusimulia matukio yanayohusu maisha yao. Shetani anakujua, anajua sauti yako, anajua tabia zako, na kwa hivyo utakapokufa wewe ama atakapokufa rafiki yako ama mtu yeyote, anaweza akatumia yule mtu aliyekufa kukushawishi wewe. Mfanyaje? Kukushawishi wewe. Na kwa nini analeta mambo kama hayo? Analeta ili kwamba ujue kweli, nilikuwa nampenda mama yangu, nilikuwa nampenda baba yangu, nilikuwa nampenda babu yangu, nilikuwa nampenda rafiki yangu. Kwa hivyo atakapokutokea, kwa sababu ya ile kumiss, kwa sababu ya ile kumpenda sana rafiki yako, utamsikiliza. Kwa hivyo anajenga roho ya huruma ndani yako. Atakuumbia roho ya huruma ili umhurumie, umsikilize. Na ujue kwamba shetani hana mawazo mzuri kwetu. Hana mawazo mzuri kwetu hata dakika moja. Tuingie katika nukuu nyingine. Review and Herald 12/24 1888. Ukurasa ni ule wa 3. Inasema hivi, kilele kile cha hatari ile kubwa kitakapokuja, wengi watakuwa tayari kufanya maamuzi yao sahihi hata mbele ya matatizo ya kuogofya mno ambayo yanaletwa kupitia kwa ile miujiza idanganyayo ya yule shetani. Ijapokuwa hao wataikiri imani na kufanya kazi katika saa ile ya 11, yani saa ya mwisho, watapokea ujira ule pamoja na wale waliofanya kazi mchana kutwa. Kutakuwa na jeshi la waumini wenye msimamo thabiti watakaosimama kama mwamba katika jaribio lile la mwisho. Licha ya kwamba shetani atakuja na maigizo, licha ya kwamba shetani ataweza kuvaa umbile la wanadamu, licha ya kwamba shetani ataweza kuleta watu wadhani kwamba watu kutoka sayari nyingine wameingia katika dunia hii, watu walio na maarifa, walio na hekima kuliko ya wanadamu wameingia duniani kutufundisha. Hivi kwamba mnaona jinsi ambavyo mambo ya watu kutoka sayari nyingine wanasema kwamba wanaitwa aliens. Mshaona hivyo? Mshaangalia harakati jinsi ambavyo shetani anawaandaa watu wahame sayari ya dunia waende katika sayari nyingine. Mnajua ya kwamba wamejitafutia sehemu ambayo kikiumana katika dunia hii, wanadhani ya kwamba watapanda katika hizo maroketi zao waende katika hizo masayari. Shetani anawaleta aliens ili wadanganye watu kwamba wametoka katika sayari nyingine. Na sio hivyo tu, ataweza kuleta waliokufa zamani watuongeleshe. Na sio hiyo tu, isitoshe, ataweza kuigiza ujio wa Yesu mara ya pili. Tunaambia ya kwamba shetani atakuja na ujio ule ule
umeelezwa katika Biblia, jinsi ambavyo Yesu atakavyokuja kuwafufua wafu. Lakini ujue ya kwamba ya shetani ni counterfeit. Ili uweze kujua counterfeit, lazima ujue ile ujue bandia, lazima ujue original. Kwa hivyo utakaposoma original, juu shetani anakuja kuigiza, na Mungu hawezi akamruhusu aweze kuigiza vile vile, kwa sababu akiigiza exactly the same, ujue ya kwamba atadanganya mpaka hata sisi, si ndio? Lakini kwa sababu hiyo shetani ataigiza ifanane, lakini kwa sehemu kubwa itakuwa tofauti. Lakini tofauti hiyo itaweza kujulikana tu na wale ambao wanasoma Biblia na roho ya unabii. Amen. Amen. Kwa hivyo vita ambayo iko mbele yetu ni vita kuu, ni vita ambavyo inatutaka sisi tukue na imani thabiti, tukue na msimamo ambaye ni kamili. Tusikuwe ni watu wa kuyumbishwa, tusikuwe ni watu wa kupelekwa hapa na kule katika madanganyo ya haraka haraka. Tusikuwe ni watu ambao wanadanganyika katika mambo madogo madogo. Shetani atakapokuja akudanganye wewe mwenyewe, lazima utachukua jukumu lako la kumkemea. Nenda nyuma yangu nani? Nenda nyuma yangu nani? Tunaambia ya kwamba hata ukisoma katika Ufunuo, hebu soma katika Ufunuo 16:13 inatuambia nini? Kuna roho tatu zidanganyazo, kuna roho zinafanya ishara, kuna roho zitakazofanya watu waamini kwamba ni Mungu anatenda kazi hiyo, lakini sio kwamba shetani hana miujiza. Ukisoma hata katika Kutoka 6:7 ama 8 utaona kwamba pia waganga ambao ni mawakala wa shetani wanafanya nini? Wanafanya miujiza. Kwa hivyo kwetu sisi si watu wa kuenda na miujiza. Pia shetani anafanya miujiza yake. Kwa hivyo miujiza sio kigezo kwamba wale ni malaika watakatifu, ama wale ni watu wa Mungu, ama wale ni wateule wa Mungu. Miujiza tu iweze kutufanya ikue kwamba ni ukweli. Hebu soma maandiko hiyo inasemaje? 16:13. Nasema, nikaona roho tatu za uchafu. Yohana anafundishwa, anaonyeshwa, sababu ni maono. Anaonyeshwa akaona nini? Roho tatu zifanyaje? Za uchafu zilizofanana na vyura. Zikitoka katika kinywa cha yule joka. Inatoka katika kinywa cha shetani. Na katika kinywa cha yule mnyama. Na inatoka katika kinywa cha mnyama. Na katika kinywa cha yule nabii. Na pia yule nabii wa uongo anatoka na madanganyo yake. Hizo ndizo roho za mashetani. Rudia vizuri. Hizo ndizo roho za mashetani. Ati hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Ati zinafanya nini? Ishara. Sasa sisi watu wa Mungu lazima tukue makini, tusibebwe na mambo ya nini? Ishara na manini? Miujiza. Sisi si watu wa kwenda na miujiza. Tunajua katika Biblia shetani anafanya nini? Anafanya miujiza. Shetani anafanya miujiza, na kwa sababu anafanya miujiza, haistahili sisi kudhani kwamba kwa kufanya kwake miujiza ni miujiza ya ukweli ama ni miujiza itokayo kwa Mungu. Nisomee katika kitabu cha Wakorintho. Fungua kitabu cha Wakorintho wa pili 11:13. Tunajua ya kwamba shetani ana uwezo hata wa kujigeuza. Anaweza kuwa hata amekuja katika miji yetu ya Nakuru, anaweza kuwa hata ako Kenya katika umbile la mwanadamu, lakini sisi tusimjue. Kwa sababu gani? Ana uwezo wa kujigeuza. Neno la Mungu linasema. Inasemaje? Maana watu kama hao ni mitume wa uongo. Tunaambia kwamba maana watu kama hao ni mitume wa uongo. Kumbe kuna mitume wa uongo. Nataka usikilize sifa zao. Wanafanyaje? Watendao kazi kwa hila. Ati wanatenda kazi kwa udanganyifu ama hila. Wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wanajigeuza wawe mfano wa Kristo. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Rudia hapo.
maana si ajabu wala si ajabu maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ati maana shetani ana uwezo wa kujigeuza afanane na nani? Malaika wa nuru. Kwa hivyo shetani atakuja ajigeuze afanane na malaika wa nuru. Lakini sasa, isipokuwa tu kwamba kupitia kwa maandiko matakatifu na roho ya unabii utaweza kubainisha kati ya shetani na malaika wa nuru. Nasikiliza kwamba ana uwezo wa kujigeuza afanane na malaika wa nuru. That is why unaona katika dunia hii, katika dunia ya leo, wengi wamedanganyika kiasi kwamba wako katika makanisa wakidhani kwamba wanaowaaminia, wanaowafuata kama viongozi, kama wachungaji, kama mapasta, wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani yao kumbe ni mbwa mwitu wakali, watadhani ya kwamba Mungu anatenda kazi kupitia kwao. That is why unaona wengi wameweza kutekwa na madanganyo ya shetani kupitia mambo ya miujiza. Na sasa ikiwa wamedanganyika na mambo ya miujiza yenye sisi tunaona, watakapopokea sasa waliokufa zamani, si watakubali? Ikiwa ishara ndogo watu wanadanganyika, na shetani atakapoingia sasa kweli zake aweze kukudanganya kwamba mimi ni ndugu yako, wataweza kudanganyika kiasi kwamba hawataweza hata kubainisha ukweli na watakuwa wameingia katika udanganyivu ya giza kabisa la shetani. Kwa hivyo ndugu zangu, tunastahili tukue makini, tunastahili kubainisha kati ya ukweli na uongo, kwa sababu ukweli wa sasa imeweza kuchanganywa na ukweli wa sasa imeweza kupakwa nini? Imeweza kuongezwa na uongo. Kwa sababu hiyo utadhani ya kwamba ukweli hii utadhani ni ukweli ya Biblia. Kwa sababu gani? Hautakuwa unajua ukweli wa ukweli na ukweli wa uongo, kwa sababu ukweli imeweza kukua corrupted na uongo. Sasa ukweli lazima kwanza uipime na Biblia. Ikiwa hawaendi sawasawa na neno hili nini? Kwa hao bila shaka hawana nini? Asubuhi. Hapana nini? Hapana asubuhi. Tunastahili kukua ni watu ambao tunaenda na nuru. Ninapoendelea katika quotation hizi, ninapoelekea kumaliza, kwa sababu naona masaa ndio yanakwenda, katika Fundamental of Christian Education FE, andika FE katika 471 na 472, nataka usikilize. Tunaambia kwamba akiwa amejigeuza kama malaika wa nuru. Nani? Shetani akiwa amejigeuza kama malaika wa nuru, atatembea hapa duniani kama mtenda maajabu. Sikiliza hapa hatari. Akiwa amejigeuza kama malaika wa nuru, atatembea duniani kama nani? Kama mtenda maajabu. Kwa hivyo kuna maajabu zitakuja. Atakuja afanye maajabu, atakuja afanye miujiza, lakini isipokuwa kwamba utajua ya kwamba huyu ni shetani, hautaweza kujua ya kwamba utakuwa umedanganywa. Lakini kwa sababu wale ambao watakuwa wamesoma Biblia, wale ambao watakuwa wamesoma roho ya unabii, asijue ya kwamba shetani siku za mwisho atakuja afanye miujiza, tutajua ya kwamba shetani huyu ndiye anayetenda nini? Anayetenda miujiza, si malaika wa nuru, si Mungu, si watu wa Mungu hao wanatenda miujiza. Lakini tutajua kwa sababu isipokuwa ni kwa ushuhuda wao. Unajua hawawezi kuwa wanakuja kufanya miujiza ili watupeleke kwa Mungu. Unajua hivyo? Watakuja wafanye ishara ili waweze kutupeleka kwa shetani, kutupeleka kwake mwenyewe. Na kwa sababu tunajua njia ya kwenda kwa shetani, tutajua kwamba hii ni ile counterfeit, hii ni ile ya uongo, hii si ile ya ukweli, na tutaweza kuwakemea shetani ushindwe na hawataweza wakasimama. Katika Fundamental of Christian Education 471 na 472, tafululiza tu sababu si kubwa. Inasema akiwa amejigeuza kama malaika wa nuru, atatembea hapa duniani kama mtenda maajabu.
kwa lugha tamu, atatoa maoni ya hali ya juu. Maneno mazuri yatasemwa naye, na matendo mazuri yatatendwa naye. Atatenda mpaka nini? Matendo mazuri. Atakuwa na maneno matamu, atakuwa na matendo mazuri. Alafu ikuwe kwamba ako na matendo mazuri, alafu ikuwe kwamba hautadanganyika. Yaani utakuwa ni mtu wa ajabu sana, utakuwa ni mtu wa ukweli sana, kiasi kwamba utamtambua kwamba hata kama anatenda mazuri, huyu ni shetani bila shaka. Inasema hivi, atatenda mazuri atatendwa mazuri. Alafu inaendelea kusema hivi, Kristo atakuwa ameigizwa kabisa kimaumbile, lakini katika jambo moja itakuwapo tofauti kubwa. Ati kuna jambo moja sasa itakuwa kubwa hivi kwamba niwaulize wapendwa, Yesu ameigizwa kabisa jinsi ambavyo atakuja na mwaliko wa malaika mkuu. Atakuja akiwa na ile ushujaa, akiwa na ujemedari wake. Atakuja kama simba wa Yuda. Alafu shetani naye anataka kukuja katika mjio ule ule, lakini tunaambiwa katika roho ya unabii, lakini kutakuwa na tofauti. Kristo atakaporudi, tunajua kwamba atakuja aweze kutuma malaika wake wakavune wale ambao walitenda wema, wale ambao ni watakatifu, wale ambao walikaa katika hali ambaye yeye aliweza kuweka. Sasa atakuja kuwazoa katika ardhi, alafu wale ambao watakuwa hai waweze kunyakulia pamoja nao. Waende wapi? Ati waende wapi? Akiwa anangojea hewani. Lakini shetani hujua kwamba atakapokuja, ujue shetani naye atakapokuja atafanya nini? Yeye kwa sababu anaigiza. Unajua ukiigiza, unaigiza kitu ambacho si cha kweli. Unajua that is why unasikia maigizo. Kuigiza yani anaiga fulani. Ndio unasikia mtu anaiga sauti ya Raila, wengine wanaiga sauti ya Ruto, wengine wanaiga. Ina maana kwamba watakapoiga sauti kama ile ile ni yeye. Kwa hivyo shetani atakuja na maigizo, lakini yake itakuwa ni ile fake. Kwa sababu tutajua gani? Shetani atakuja mpaka dunia. Shetani atakuja mpaka akanyage dunia hii. Haleluya. Atakuja mpaka adanganye watu moja kwa moja. Atakuja afanye ishara yeye mwenyewe. Atakuja afanye madanganyo yeye mwenyewe katika dunia. Kwa hivyo tutakapoona Kristo amerudi mpaka akakanyaga chini, tunajua kwamba ni nani? Tutajua kwamba ni nani? Kwa kigezo gani? Kristo akirudi atakanyaga dunia hii? Hapana. Na shetani akikanyaga dunia hii akiwa amekuja na ile nuru ya Kristo, tunajua hakika huyu ni nani? Shetani. Na tutakapokabiliana naye tunamwambia kwamba wewe si Yesu Kristo, wewe ni shetani. Nenda nyuma yangu shetani. Shetani ushindwe. Amen. 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 Sasa sikiliza, atakuja na madanganyo hiyo, lakini kutakuwa na tofauti kubwa. Tunaambia kwamba kutakuwa na tofauti kubwa. Shetani atawageuza watu wasitii sheria ya Mungu. Hiyo tu ndio tena tofauti nyingine. Yeye atakuja aseme nini? Amri za Mungu ni mzigo, msishike sijui nini. Unajua kama kawaida jinsi ambavyo unaona saizi amewatia watu katika moyo wa kuasi, watu wa kudanganya, watu wa kudanganyika, watu wa kukataa nini? Amri za Mungu moja kwa moja. Atakuja aseme ati bado mnashika amri, ati bado mnaenda Sabato, ati bado mnashika amri. Mzigo hiyo iliishia msalabani. Mimi mwenyewe hapa, mimi nawaeleza, mimi ndio Kristo. Nilimaliza amri katika msalaba. Mnangoja nini tena ingine? Sasa alafu niambie wale ambao wanachukia amri 10. Si watarejoice? Watapiga haleluya. Lakini watakuwa wanapiga haleluya kwa shetani. Sikiliza kitu itafanyika. Wakati amedanganya watu hivyo, sikiliza kitu ambacho shetani atafanya. Alafu anasema hivi, ukiliondoa jambo hilo kwa uzuri sana ataigiza haki. Kama ingaliwezekana angeweza kuwadanganya hata walio wateule, wafalme waliovikwa taji, maraisi, watawala katika ngazi za juu, wataiamsha vichwa vyao na chini ya kukubaliwa na nadharia zake za upotovu. Wacha niruke hii niweze kuwaonyesha nyingine hapa.
Shetani na maigizo yake. Ujua kwamba pia yeye akona baraka zake. Unajua hivyo? Kwa hivyo atakuwa anawapa baraka zake, lakini ni baraka za nini? Baraka za uongo. Katika TM, Testimonies to Ministers 62 paragraph nafikiri 1 ama 2. Inasema hivi, katika kizazi hiki mpinga Kristo ataonekana kuwa ndiye Kristo hasa, na hapo ndipo sheria ya Mungu amri 10 zitakapobadilishwa kabisa na mataifa yote ya dunia yetu. Wazi huo dhidi ya sheria takatifu ya Mungu utakuwa umekomaa kabisa. Lakini kiongozi halisi ya wazi ambaye ni shetani, huo wote ni shetani aliyejivika mavazi kama malaika wa nuru. Watu watadanganyika nao watamtukuza yeye. Sikiliza hapa, watu watamtukuza shetani, watu watamtukuza yeye na kumweka mahali pa Mungu. Yaani watu watamtukuza yeye, na ndio unaona katika sanctuary, katika patakatifu pale, shetani katika holy place amekuja akakaa katika kiti ambacho Yesu alikuwa amekalia pamoja na baba yake. Kwa sababu watu hawakufanya nini? Hawakuwa makini. Wakati wengine walikuwa wamefanya nini? Wamesujudu katika ile kiti cha enzi cha Mungu, katika throne ya Mungu na mwanawe. Sasa wale waliokuwa careless, wakati watakuwa wameondoka, wameingia holy place, naye amebakia katika most holy place. Wale ambao watakuwa wamebakia katika holy place, watakapoinua vichwa vyao, watainua wakiwa wamekuwa too late. Watangoja waone, wataona yes, kuna kiumbe ambaye inang'aa, kuna kiumbe ambaye akona nuru, kuna kiumbe ambaye anatamka baraka. Watafanya nini? Watamsujudia na watakuwa wamemweka place ya nani? Place ya Mungu. Watakuwa wameweka katika sehemu ya Mungu. Inasema hivi, watu watadanganyika nao watamtukuza yeye na kumweka mahali pa Mungu na kumfanya kuwa Mungu. Lakini Mungu mwenyewe, Mungu mwenye uwezo wote ataingilia kati, na kwa yale makanisa yaliyowazi yataungana katika kumtukuza shetani. Maigizo yatafanyika. Ningependa niweze kuwasomea ninapomaliza kuna usikilize katika kitabu cha Quran, kitabu cha Waislamu, kitabu cha Waislamu. Waislamu hawajaachwa. Dini za uongo zimeanzishwa na shetani. Dini sidanganyazo zimeanzishwa na muovu. Ukiangalia, ukisoma katika Quran 43:61 inasema, na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya kiyama. Basi usitilie shaka na nifuateni. Hii ndio njia iliyonyooka. Nasungumziwa Yesu Kristo ambaye wao wanamuita nani? Isa bin Maryam. Anasema kwamba yeye ni alama ya kiyama. Nataka usikilize kitu ambacho wao wamedanganyiwa. Kwa sababu Isa bin Maryam yeye atakapokuja, kwa mujibu wa Qur'an ama kwa mujibu wa mafundisho ya Waislamu wanafundisha hivi, Yesu atakaporudi atakuja akae duniani, aweze kuoa, alafu auawe. Hiyo ni mafundisho ya nani? Kwa hivyo wao watakapoona Yesu amerudi na akakanyaga ardhi, watasema ni nani? Isa bin, huyu ndiye Isa bin Maryam, huyu ndiye Yesu Kristo. Watampokea. Nani watampokea? Makanisa yaliyoasi, wenye wanadanganywa na miujiza, pamoja na Waislamu wataungana pamoja, wafanye nini? Wamtukuze Isa bin Maryam ambaye amekanyaga wapi? Anataka usikilize. Kwa hivyo sisi tukingoja tunyakuliwe, wao wanangoja Yesu akuje aoe, alafu auliwe, alafu apalizwe wapi? Mbinguni. Sikiliza, katika volume 3 ya kitabu kinaitwa kitabu kimenaretiwa, kimekuwa
kimesimuliwa na mtu ambaye anaitwa Sahih Buhari, ambaye imenaretiwa na mtu ambaye anaitwa Abu Huraira. Anasema hivi, mtume wa Mwenyezi Mungu alisema, yani anasema sasa huyo ambaye ni Muhammad, si ndio? Muhammad anasema hivi, saa haitathibitishwa mpaka mtoto wa Mariamu, yani ati mpaka mtoto wa nani? Ambaye anaitwa, yani katika mabano anaandika, yani Yesu atashuka kati yenu kama mtawala wa haki. Sikiliza, shetani anakuja kama mtawala wa haki, nao wanajua kwamba Isa bin Maryam anakuja kama mtawala wa haki. Sikiliza kitu atakuja kufanya, eti atakuja avunje msalaba. Kwa hivyo shetani atakuja avunje msalaba. Tunajua kwamba huyu ni shetani. Shetani atakuja avunje nini? Msalaba. Atawaua nguruwe. Atawaua nini? Atawaua nguruwe na kumaliza ushuru wa jizya. Pesa zitakuwa nyingi, kwa hivyo kwamba hakuna mtu atakayezikubali, si ndio? Kwa hivyo yeye atakuja kwa namna ya imesimuliwa na Waislamu, lakini sisi tunajua kwamba Yesu wetu tunamngojea atufufue, ikiwa tutapatikana tukiwa tumekufa, atufufue tuende wapi? Lakini wao wanangoja akuje duniani aweze kutekeleza yale mambo ambayo tumesikiliza, halafu yeye aoe, halafu yeye auliwe, halafu yeye afanya nini? Apalizwe mbinguni. Tunajua kwamba kwanza Yesu si muuaji. Yesu si muuaji, huyu anakuja kuua nguruwe. Unasikiliza hivyo? Alipokuwa duniani aliua nguruwe. Aliua nguruwe. Hakuweza kuua nguruwe. Kwa hivyo ndugu zangu, na wasihi sana, tusome sana, tujue sana hali ya wafu, tujue sana umizima ambaye iko mbele yetu. Shetani atakuja aigize mambo ya ajabu sana, anakuja kutudanganya sana. Kwa hivyo tusikue miongoni mwa wale ambao watadanganyika, bali tukue ni wale ambao tutakuwa na uerefu katika uelewa wa mafundisho ya Mungu mwenyewe. Na Mungu awabariki. Wacha nipishe kipindi nyingine, alafu kisha kuna Patriarchs and Prophets page 264 paragraph 2 inasema hivi katika PP: the magicians did not really cause their rods to become serpents, but by magic aided by the great deceiver. Who is the great deceiver? Satan, si ndio? They were able to produce this appearance. Kwa hivyo shetani analeta the same appearance. Kwa hivyo wakati Haruni aliweza kubwaga nini? Alibwaga ile bakora zao, fimbo zao, wakiwa na Musa katika ukumbi wa Farao, na wale ambao wanaitwa watenda miujiza, wale ambao ni magician, waliweza kutoa magic na wakaweza kuonyesha wakiaidiwa. Kumbe tutakapoona kwamba watu wanafanya magic, who is the nani? Yani nani anawapatia nguvu? Si shetani? Inaendelea kusema hivi, it was beyond the power of Satan to change the rods to living serpents. That is why unaona wakati wa Musa na Haruni yao walikuwa hai ukweli, kwa sababu miujiza ya Mungu ni ya ukweli. Yao walikuwa wanafanya nini? Wanaenda wanachukua moja wanameza, wanachukua nyingine wanameza, kwa sababu ile ilikuwa imekaa tu. Yes, ni nyoka, lakini ilikuwa imetulia tu, sababu si nyoka kweli. Kwa hivyo wakamezwa wakaisha. Inasema hivi, the prince of evil ambaye ni Satan, through possessing all the wisdom and might of the angel fallen, has not power to create or to give life. This is the prerogative of God alone. Ati ni nani peke yake? Mungu peke yake, uumbaji. Na ndio unaona Mungu wa ulimwengu huu ambaye ni shetani hawezi akahuisha hata inzi, hawezi akahuisha hata nini, hata sisimizi yenyewe hawezi. Yake tu ni kuleta nini? Nimewambia kwamba shetani ni kuigiza, yake ni kuigiza. Nimewambia mambo yake sio serious, kwa sababu anataka tu kudanganya, analeta maigizo. Na tuombe. Kiona mtoto wako anakufanyia anataka kufanya maji kwa nyumba, mwambie fanya nini? Stop. Na uache hiyo maneno, hiyo maji kwa shetani afanye nini? Hana maji zote zinatoka kwa nani? Kwa shetani.
Unajua watoto wetu utakuta wakifanyia tilimati amefanya hiyo yote inatoka kwa. Kuna magic inatoka. Usiwe magic. Magic ni ana. Magic ni wa shetani mwenyewe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu muumba mbingu na ardhi, tumesema asanti kwa sababu ya somo ambalo limetangulia. Somo muhimu sana, somo ambalo umeweza kutufunulia mambo ambayo yameweza kusitirika kwa wengi. Wengi hawajui jinsi ambavyo shetani na mawakala wake wamejipanga. Watakuja watudanganye kwa maigizo na madanganyo yake ya udhalimu. Lakini kwa sababu umetupatia nuru ambayo ni neno lako, tunaomba uweze kututakasa kwa neno hilo na uweze kutufundisha kwa neno hilo na uweze kutuweka tuweze kufanya mambo hayo katika mambo yetu ya kawaida, ili mdanganyifu mkuu atakapokuja asitudanganya sisi pamoja na watoto wetu pamoja na wapendwa wetu. Tunasema kwamba anapojipanga shetani na malaika zake ili akuje adanganye ulimwengu, tunasema kwamba mipango yao na ajenda zao yaweze kushindwa mara moja katika jina la Yesu Kristo. Tunasema asanti tunapoingia katika kipindi nyingine. Uweze kusimama na walimu wote, uweze kuwatumia kama speaker, uweze kuwatumia jinsi kupendezavyo, uweze kuwatumia waweze kunena yaliyo yako. Na zaidi ya mno, tuweze kukutukuza milele zote na milele zote za maisha yetu katika dunia hii. Kwani tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye mwana wako wa pekee. Tumeomba. Amen.